Mchungaji wa mahali hapa. Amen. Vumilia ili upokee muujiza wako. Tutaangalia maana ya uvumilivu, lakini pia tutaangalia hasara za kukosa uvumilivu. Uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni uwezo wa mtu kustahimili hali ngumu, kuchelewa kwa mafanikio, majaribu, mateso au mapingamizi bila kulalamika au kukata tamaa. Kwa nini tuvumilie? Kwa nini uvumilivu? Uvumilivu kwa mujibu wa somo la tunda la Roho Mtakatifu ni moja ya tunda la Roho Mtakatifu, uvumilivu. Na uvumilivu wa kweli unapatikana kwa Mungu na kwa watoto wa Mungu. Hapo ndipo tunaweza tukapata uvumilivu. Uvumilivu hautoki kwa shetani. Mungu atusaidie sana. Wala mtu wa kawaida hawezi kuwa na uvumilivu wa kimungu. Na sifa kuu ya mwanadamu kama mwanadamu, tabia yake ni kukata tamaa. Lakini Mungu akiwepo, uvumilivu unakuwepo. Watu wengi wamepata hasara kwa sababu ya kutokuvumilia. Watu wengi wameacha kazi kwa sababu ya kutokuvumilia. Watu wengi wameacha biashara zao kwa sababu ya kutokuvumilia. Watu wengi wamepoteza maono yao, mipango yao kwa sababu ya kutokuvumilia. Mwambie jirani yako, vumilia. Vumilia ili upokee muujiza wako. Mtu asiye mvumilivu hujikuta akianguka katika mitego mingi. Mtu ambaye sio mvumilivu hujikuta anaangukia katika mitego mingi. Mungu anataka katika maisha yetu tuvumilie. Na tunapovumilia katika mambo mbalimbali, hapo ndipo Mungu anaweza kujidhihirisha ama kuonekana katika hatima ya jambo fulani unaloshughulika nalo, uhusiano na hata hatima ya mtu. Kukosa uvumilivu kunaweza kuharibu maisha ya kiroho. Mtu amekaa kwa Yesu, mtu ametulia kwa Yesu, mtu ametembea pamoja na Yesu, unafika wakati uvumilivu unakosekana. Kwa hiyo mambo yote ambayo mtu amefanya kwa Mungu, mambo yote ambayo mtu ametoa kwa Mungu, baraka zote ambazo zinatarajiwa kutoka kwa Mungu kwa sababu ya utuma na utumishi ambao umefanya, ukiacha ama ukiahirisha, maana yake unapoteza muujiza wako. Mungu atusaidie sana. Watu wengi leo wamepoteza baraka zao, wamepoteza taji zao kwa sababu ya kutokuvumilia. Mungu atusaidie sana. Vumilia ili upokee muujiza wako. Pengine kidogo, kukosa subira wakati wa Mungu. Kukosa kusubiri wakati wa Mungu.
Sauli alikosa uvumilivu wa kumsubiri Samueli, akatoa sadaka yeye mwenyewe kinyume cha agizo la Mungu. Matokeo yake alipoteza ufalme. Hebu tusome Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 hadi wa 14. Kidogo hasara za kukosa uvumilivu. Maamuzi ya haraka. Mtu ambaye amekosa uvumilivu anaweza akafanya maamuzi ya haraka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Bila kutafakari kwa kina, bila kufikiri kwa kina kwamba jambo hili nikiamua kulifanya nini matokeo yake, na akaamua kufanya maamuzi ya haraka. Na maamuzi ya haraka lazima yamgharimu. Mtu asiyemilifu hushindwa kufikiria kwa makini, huyafanya maamuzi ya pupa ambayo huleta majuto. Anafanya maamuzi ya pupa ambayo baadaye yanaleta nini? Majuto. Hebu tusome mstari 19 mstari wa 2. Kuvunjika. Tunaangalia hasara za nini jamani? Za kukosa uvumilivu. Kutokuvumilia makosa ya wengine huleta migogoro. Familia nyingi, urafiki na huduma nyingi zimeharibika kwa sababu ya kutokuvumilia. Mungu atusaidie sana. Ndoa nyingi zimeharibika. Familia nyingi zimesambaratika. Watu wengi waliokuwa na marafiki waliachana, urafiki uliharibika, na huduma za watu wengi zimeharibika kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Hebu niombe tusome Efeso 3 mstari wa 13. Uhusiano kuvunjika. Kutokuvumilia makosa ya wengine huleta migogoro. Familia nyingi, urafiki na huduma nyingi zimeharibika kwa sababu ya kutokuvumiliana. Efeso 3:13. Efeso 3 mstari wa 13 inasema, ndio, basi naomba msikate tamaa. Basi naomba msikate tamaa Kwa sababu ya dhiki zangu. Kwa sababu ya dhiki zangu. Kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Zilizo utukufu kwenu. Zilizo utukufu kwenu. Mungu atusaidie.